Kwa majina naitwa Captain Benjamin Omuga, nikiwa afisa wa kanisa la Jeshi la Wokovu. Nafanya katika idara ya miradi katika himaya yetu ya Kenya Magharibi. Jinsi mnavyotuona hapa, tuko na miradi kadhaa ambazo tunafanya katika sehemu mbalimbali katika himaya yetu ya Kenya Magharibi. Na katika siku mbili ambazo tumekuwa hapa, tumekuwa tukijadiliana miradi hizi zote ambazo tunazozifanya tukiwa pamoja na wale viongozi wao, ndiposa tuweze kuona wanaendelea vipi katika eneo ambao wanaofanya kazi na jinsi ambavyo wanaendelea katika hali ya kufanya kazi. Nikitaja tu baadhi ya miradi ambazo tuko nazo, tunao mradi ambao tunaita Worth program ambao unashughulika na mambo ya kuona kwamba maisha ya wamama inaweza kuimarishwa vizuri katika vitongojini katika eneo letu hii ya himaya Magharibi. Tunao mradi wa anti-human and trafficking ambao jinsi mnavyojua tunao ulanguzi wa watu wa madawa kila aina, na katika mradi huo unatusaidia vyema kuona kwamba tumeweza kupunguza. Najua kwamba hatuwezi maliza, lakini tunaona kwamba tumeweza kupunguza. Tunao mradi ambao tunaoita Integrated Mother and Child Health Project ambao unajaribu kuimarisha katika hali ya uzalishaji na watoto katika hali ya maji, kuona kwamba watu wako na maji mazuri katika eneo letu hii ya Kenya Magharibi. Vile vile tunao mradi ambao tunauita AC, Agriculture Community Empowerment. Huu ni mradi ambao unajaribu kuona kwamba katika vijiji vyetu watu wako na chakula, watu wako na maisha mazuri, wako na security ambao ni nzuri katika eneo zao ambao wanamoishi. Vile vile tunao mradi ambao tunauita Turkana Wash and VSLA project. Huu unapatikana bali kabisa eneo letu huko Turkana, ambao tunajaribu kuona kwamba watu ambao wanaishi katika eneo ya Turkana wana maji mazuri. Jinsi mnavyojua, tunalojua mingi sana katika eneo letu la Turkana, tuone kwamba wako na maji mazuri. Wanaweza kuja pamoja wakakusanya hela zao vizuri, wakasaidiana katika hali ya kuendeleza maisha yao. Tunao mradi mwingine ambao tunauita Community Outreach Program. Tunajua kwamba tuna vijana wetu mtaani ambao huenda wamekuja katika mtaani katika hali ambao hawajielewi. Mambo ni mengi huku nje, lakini kwa sababu ya dhehebu letu tunao mradi ambao tunaona kwamba hawa vijana wameweza kukuzwa, wameweza kupewa elimu. Hata nafurahi kwa sababu tuna wale mpaka sasa hivi tunapoongea tuna wawili ambao walitoka katika street, saa hii wako katika university, wanaendelea vizuri, jambo ambalo wengine wanaweza sema sio la kawaida. Tuna wengine ambao tunajaribu kuona kwamba wanajaribu kubadilisha maisha yao. Tunawapatia elimu jinsi wanaweza anza biashara zao katika town ambazo wako ndani, kwa sababu lengo kuu ambalo linafanya wanakuja katika town zetu ni kwa sababu wengine hawana lishe, hawana chakula, hawana nguo, hawana malazi. Maisha yamekuwa magumu na mtoto anaamua kuja katika town. Tunawaleta vijana pamoja. Kitu ya kwanza huwa tunawapatia lishe kidogo, kwa sababu njaa ndio hufanya vijana wanakuwa katika streets zao. Na wanapokuja tunapowapatia lishe, tunawahimiza, tunaongea nao katika hali ya upole bila kuwashurutisha. Tunawaongelesha, tunajua kwamba ni jambo gani ambalo lilifanya. Na wengi sana tunakuta kwamba saa zingine ni madawa ya kulevya. Na kuacha madawa ya kulevya sio jambo ambalo unaweza ambia kijana na anaacha safari moja. That is why it's a program. Ni ile kitu ambayo inaendelea katika hali ya kuiendelesha kwamba waweze kupata elimu na kiini na maana ya kuacha mambo ya madawa ya kulevya. Na tunaendelea kuambia madhara ya madawa ya kulevya. Na tena tunaendelea kuwahimiza uzuri wa kuacha madawa ya kulevya. Kwa hivyo huwa tunawaleta pamoja, tunawapa elimu, tunawahimiza, tunawaombea, tunawatia moyo wajue kwamba tuna mtu bado anawapenda licha ya kwamba wanapitia katika hali ambao wanayopitia ndani.